Naam, hii ni idhaa Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya msikilizaji na mtazamaji. Tayari na kukaribisha kuweza kusikiliza habari za siku ya leo msikilizaji. Katika taarifa zetu za habari utaweza kuelewa mambo mengi, utaweza kuelewa wabunge wa jimbo la Kivu Kusini wanaendelea kupinga uongozi wa jimbo la Kivu Kusini, lakini vile vile tutagusia habari za ukosefu wa usalama ambazo zinaendelea kuonekana katika tarafa la Fizi, kule katika kijiji cha Mukera, tutakuwa katika mji wa Baraka, tutakuwa na sehemu zingine. Na kukaribisha uweze kuambatana nami mwanzo hadi tamati msikilizaji na mtazamaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie sasa huko Uvira. Ni kwamba wabunge waliotia saini hoja ya kutokuwa na imani naye gavana wa Kivu Kusini wametoa tamko lao Jumanne hii baada ya gavana Jean-Jacques Purusi kuitwa mjini Kinshasa na waziri wa mambo ya ndani. Ili kujua tamko hilo limesema nini, tusikilize ripoti ya mwanaripota wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bukuru Tantine Aldama. Tamko hilo limesomwa mbele ya waandishi wa habari Jumanne hii ya tarehe 28 mwezi Aprili huko Kiromoni mjini Uvira. Tamko ambalo limesainiwa na wabunge 21 ambao wamesahini pia hoja ya kutokuwa na imani naye gavana wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi. Haya hapa ni baadhi ya maneno yaliyosomwa kwenye tamko hilo. Kwa kuzingatia hali ya kisiasa jimboni mwetu na uzito wa tuhuma zinazolikabili baraza la utendaji la mkoa, tunatangaza yafuatayo. Tunaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa juhudi zake na kujihusisha kwake katika kutafuta amani mashariki mwa nchi yetu. Sisi kama wawakilishi wa wananchi, kwa pamoja tunalaani vikali mbinu za ubabaishaji za serikali ya mkoa zinazolenga kudhoofisha demokrasia iliyoanzishwa kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa Kivu Kusini. Kwa kuwa utaratibu huu ni wa kawaida na umeanzishwa kisheria, tunakumbusha kuwa ni hekima gavana Jean-Jacques Purusi kutumia mwaliko wa kwenda Kinshasa kuwakilisha kujiuzulu kwake kwa mkuu wa nchi ili kuepusha kuaibika endapo watasubiri wabunge wasaini hati ya kutokuwa na imani naye bungeni, kwani hilo linahusu heshima yake. Sagesse oblige le gouverneur Jean-Jacques Purusi de présenter sa démission auprès du chef de l'État pour éviter la compromission de la cohésion et de la cohabitation sociale voulue par le peuple. Il en va de son honneur. Fait à Uvira le 28 avril 2026, 21 députés ont signé la présente déclaration. Wabunge wa Kivu Kusini walisisitiza kuwa wamejizatiti kumaliza udanganyifu unaoendelea kushuhudiwa katika mkoa wao, wakidai kuwa serikali ya mkoa imelipa vyombo vya habari fedha ambazo zilipaswa kutumika kwa ujenzi wa barabara katika maeneo ya Uvira, Fizi, Mwenga, Kalehe na Shabunda, ili kutukana wabunge waliosaini hoja hiyo kwa madai kwamba si wakati mwafaka kuanzisha hoja hii. Sisi kama wabunge tumeanzisha hoja hii kwa sababu ni haki yetu na tunalaani ubadilifu wa fedha za umma jimboni Kivu Kusini. Aidha, wabunge hao walidai kwamba hoja hiyo si ya kikabila, kwa kuwa wabunge waliotia saini tamko hilo wametoa kwenye tarafa mbalimbali za mkoa huu. Imesimamishwa kwa muda ikisubiri kurejea kwa gavana au kujiuzulu kwake kama kiongozi wa Kivu Kusini. Kivu Kusini inapaswa kutangazwa kuwa mkoa chini ya hali ya hatari au etat de siege, walimalizia kusema wabunge hao. Tujelekeze sasa kule katika kijiji cha Mukera. Hapa ni katika tarafa la Fizi. Ni kwamba hali ya usalama imezorota vya kutosha mnamo usiku wa kucha siku ya pili ya wiki tunayo katika kijiji cha Mukera, sekta ya Mutambala. Hivyo ni baada ya milio ya risasi kusikika kwa wingi na hata kusababisha askari mmoja wa taifa FARDC kuweza kupoteza maisha kwa kupigwa risasi. Kwa mujibu wake mkuu kiongozi wa kijiji cha Mukera, Mboka Shetumbula wa 13, ameanza kwanza kukemea hali mbaya juu ya kitendo hicho katika kijiji chake. Kule katika mji wa Baraka, milio risasi imesikika kwa wingi katika mji wa Baraka usiku wa kucha siku ya tatu ya wiki tunayo tarehe 27 Aprili 2026 na kupelekea raia wa jiji hilo la Baraka kuwa na wasiwasi mkubwa. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yamelahani kwa hali ya juu vitendo hivyo ambavyo vinazidi kuzorotesha usalama katika jiji hilo la Baraka jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Bwana Mchimbwa Ichokwe Mixone ni kiongozi wa umoja wa vijana wasomi tarafani Fizi na mji wa Baraka, Ajife kwa ufupi,
ameanza hapa kutoa kisa kilichopelekea milio ya risasi kuweza kusikika kwa wingi. Hali ambayo inaendelea katika jiji letu la Baraka inahuzunisha sana, na zaidi ya kuhuzunisha inaleta aibu kwa jeshi la taifa. Jeshi ambalo liko na mission ya kuchunga raia na mali yake, wao wamegeuka kuwa jeshi la kunyang'anya telefoni za raia. Ni mambo ya aibu. Jeshi letu kwa wakati huu linahudumiwa vilivyo na serikali. Sijue kama ni kutokurizika, hao ni hali tu ambao watu wamejitia ndani. Yaliyojiri mida ya 2:00 usiku ni kwamba kijana mmoja amenyang'anywa telefoni hii budogo ouvran ka telefoni ka ouvran, akafika kwao akaambia mama nimenyang'anywa telefoni. Wakati mama alianza kulalamika, ndakuwa hali gani hii askari kunyang'anya watoto matelefoni, ikageuka kwamba amesema waaskari waliokuwa majirani pale wakakuja pamoja na bibi zao, mtuonyeshe ule askari ambaye alinyang'anya ile telefoni. Mtoto akasema hapana, sisi hatujasema mtu, tumesema tumenyang'anywa na askari, sio kwamba ndio nyinyi. Na hapo ndo kulikuwa mwanzo wa masase kuanza. Cha ajabu, masase imelia hapa na yakatawanyika katika jiji lote la Baraka. Masase imeanza katika eneo la antena ya Vodacom na kimetawanyika katika jiji lote la Baraka. Bunduki hata kabambi zimesikilika. Tunajiuliza kwa nini waaskari jeshi wanafikiria nini wanapopiga masase holela? Raia wanawachukulia namna gani? Watu wanaotembea mida ambao inaruhusiwa kutembea. Upande wake Bwana Aqua Fleming, kiongozi wa vuguvugu Machozi ya Raia mjini Baraka, ameomba kwa uongozi wa kijeshi kuchukua hatua madhubuti, hasa kukataza wanajeshi kupanga sehemu moja na raia. Ni mshangao mkubwa ambao tunakwenda kuobserve vis-a-vis na hali ya usalama katika jiji la Baraka. Tuko na wanajeshi wa taifa wengi sana, unite tofauti pamoja na wazalendo, lakini uwepo wa wanajeshi hapa kwetu jijini Baraka wa mainite tofauti na nyingi sana pamoja na wazalendo ni chanzo tena cha ukosefu wa usalama. Katika visa ambavyo tumesha kwenda kuenregistrer, tuko na tuvenke meme ile forces armées ya Republique, donc FARDC ndio biko na kuwa la base ya ile destruction ya securite mvile tu Baraka. Vraiment ile ni kitu mwacha mshangao kuona wanajeshi ni wengi lakini hali ya usalama kabisa hairidhishi katika jiji la Baraka. Kitu ya kwanza tunaweza pendekeza ni commandement ya region militaire yetu ya 33e region iangalie gisi ta deployer basoda bali kuwaka deployer huko juu ya operation na ligne de front kwa ku point 0 batoke mvile baende ku front, parce que le fait que hivi pour le moment tunaanza trouver basoda bingi baanza panga ma parcelles za watu. Alors on se demande commandement iko wapi? Tunapendekeza kwanza batoshe muville baende kuma ligne de front na babe batabakia hapa bachungio ku etat major batoke ma parcelles za watu. Ile ni kitu moja ambayo inaweza tusaidia kabisa raia ikuwe na utulivu, kwa maana mademarche zinaendelea juu ya kupata suluhisho. Mwishowe Mchimbwa Ichukwe Mexone ameomba kwa vyombo vya usalama kuingilia kati haraka uwezekanavyo ili kutokomeza hali hii ambayo inapunguza amani kwa wananchi ambao kwa sasa walikuwa katika msukosuko wa vita vya M23. Tumetoa wito kwa viongozi wa kijeshi, komanda secteur, komanda region, waangalie vizuri. Cha kwanza ni lazima waaskari waende ku front. Nilisikia walisema wazalendo waende ku front, nikasema ndio. Lakini si kwamba wazalendo waende ku front tu, ni jeshi ndio linapaswa lifanye hatua ya kwanza. Hawa wanajeshi ambao wamekuwa wengi Baraka hawana wanachokifanya Baraka, ni lazima wao waende ku front na wazalendo wawafate katika hatua ya pili. Si kwamba wazalendo waende wao wabakie, ni wao waende, kwa sababu wazalendo wamekuwa hapa kuwasaidia askari jeshi. Uongozi wa kijeshi katika eneo la Sud Kivu, katika eneo la Baraka, katika eneo la tarafa la Fizi, upangilie namna gani wataelekeza waaskari kwenye shamba la vita. Pili, wale ambao watakaobaki katika eneo hizi wajulikane ni wapi wamekuwa, yani wafanye makantonnement, wasizagaa gisi wanavyozagaa. Hivi kuko confusion kuidentifie Ibu ni nani, Gepare ni nani, Mzalendo ni nani na unite zingine. Sababu gani? Wanavalia na manguo kiolela. Mtu akinyanganywa telefoni na mwenye amemshikilia silaha, amevaa sare ya kijeshi, anasema ni mwana jeshi. Cha ajabu, kama nimesema nimenyanganywa, sikusema ni wewe. Nini likusumbua mpaka wewe ufikie kuanza kupiga masasi? Serikali iwe makini. Tubaki tu katika mji huo wa Baraka ni kwamba shirika la kihutu la waganga wasio na mipaka MSF linaandaa kufunga rasmi vituo mbalimbali vya huduma za afya ya jamii ISESAM ndani ya mji wa Baraka ifikapo tarehe 30 Aprili 2026
Hali kadhalika kuhusu huduma zake za matibabu kwa jamii ndani ya hospitali kuu ya Baraka zitasitishwa tariki mosi Mei 2026. Kulingana na tangazo lililowakilishwa kwenye studio za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV kwa ajili ya kuhamasisha jamii juu ya mpango huo, imeonyesha kuwa miongoni mwa vituo vya huduma ya afya vya jamii ISSM vitakavyofungwa ni pamoja na vile vya eneo la afya la Mwangaza na Mshimbaki. Hata kulingana na tangazo hilo, wananchi wanaombwa kuelekea kwenye vituo vya afya vilivyopo karibu yao au kwenye hospitali kuu ya Baraka kwa kufuata utaratibu. Na kule katika kijiji cha Misisi katika tarafa la Fizi ni kwamba administrator wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga amemaliza ziara yake ya kikazi ndani mwa vijiji vya sekta ya Nganja baada ya kuitisha vikao vya usalama kufuatia vitendo vya uhalifu vinavyoripotiwa maeneo hayo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, administrator wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga amesema ni kupitia vitendo vingi vya usalama mdogo ndiyo lengo la kufanya ziara katika tarafa lake. Nilianza kazi ya kutembea ndani ya sekta ya Nganja siku ya 3 tarehe 22, tukafanya kikao kubwa sana ya forum communautaire ya sekta ya Nganja. Nilikuwa mwalika wa chef de secteur wa Nganja. Tukamaliza kikao, tukafika kijiji ya Lulimba, tukafanya kikao ya usalama kufuatana na hali ambao kuna majambazi wanaingilia watu nyumbani usiku na mipanga na wako uchi. Tukafanya kikao ya kuhimiza wanamemba wa kamati ya usalama kwa kuleta amani, kufanya patrol usiku na kusaidia rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kuleta amani. Amani sio selema vita yenye kukula kupoint zero wala mikenge. Vita tena ni wakati wanakosa usalama. Tena ni vita kubwa sana. Tulimaliza kikao, tukaenda kuangalia watoto wenye kugonjwa mahospitali. Mnajua kwamba tena tuliongea juu ya afya. Niliwahi kulalamika kwa mashirika ya kiutu ya kusema ya kwamba watoto wengi ndani ya sekta ya Nganja wanakonjwa magonjwa ya suluba. Tukaenda jiji ya Misisi, tukafika Misisi, tukafanya kikao na wanamemba wa usalama tena kwa kuleta usalama tena ndani ya kijiji ya homba tena wazalendo. Tukalomba jeshi letu la Kongo na FRDC na la polisi tumike pamoja, wafanya mapatrulla usiku kwa kukamata haba mwizi benye kupika masasi kiolela usiku, kuiba, kuingilia watu manyumbani na kukata watu na mipanga. Tukamaliza ile kazi. Lengo yangu ilikuwa ya kusensibilize population kwa kubakia makini, ya kubambia kwamba msiwazia kama adui ni ule mwenye kukupoint zero wala mwenye iko kule urukezi. Adui tena anaweza fika hapa anajinfiltre mkwenye muko na kuleta hasara kubwa sana. Kwa kwanza kuinsekirize population, kupika masasi kiolela kila siku na kutia watu woka na kufasilia adui kwa kuingia humu mavijiji zetu. Tumalizie taarifa zetu za habari na kule Kongolo jimboni Tanganyika ni kwamba watu 6 wanaodaiwa kuwa wezi sugu akiwemo mtoto mdogo na mwanamke wamewasilishwa kwa wananchi Jumanne hii ya tarehe 28 Aprili 2026 mbele ya ofisi ya administrator wa tarafa la Kongolo Mboka Miba Jean Paul. Walifu wao walikuwa wakivunja kuta za nyumba na magala ili kuiba. Walikamatwa wakiwa wanaendesha uhalifu huo wakiwa na mifuko 13 ya saruji ima simenti, pipa moja ya mafuta na skrini ya video. Kwa jambo hilo, administrator wa tarafa la Kongolo amepongeza vyombo vya usalama pamoja na ujasiri wa wananchi waliofanikisha mchakato wa kunasa wezi hao. Nawaza hii masiku ya nyuma inapita hapa, hii makioske yote madepo ya maessence ilikuwa kila siku. Ndio kwa maana tutawapresente aba ba mwizi fetere ba unatatiza population. Aba bantu munaona hapa beko reparti mu groupe 3. Grupe ya kwanza ni ile grupe walienda pomola ku depo ya sima ya bwana Jeff. Wakati bakapomola ile depo ya sima bakaiba 13 saki ya sima. Bwana munaona bwana Senga Monga, simama bakone. Mjomba watoto Kongolo. Mukubafatilia. Yeye anataya wake, ndio mnabona beko hapa.
Aba sibeba na tutatiza tu. Ekipe ya pili ya bamwizi. Ile première équipe chef de bande wabo. Monsieur Gabi tuko na mutafuta. Na mukamona Monsieur Gabi ni mwizi ilifaa tumukamate. Ekipe ya pili bamwizi ya carburant. Kazi ya kupomola madepo ya carburant banaiba essence. Ekipe ya pili baliiba kudepo ya Monsieur Héritier. Jo kwenye balienda iba carburant. Kudepo ya Monsieur Héritier njo victime. Tuko na Monsieur Nyembo dila. Jo association yabo ya bamwizi. Munaona huyu mtoto? Munaona huyu mtoto? Si mtoto ni kaminera haka. Huyu mtoto anaenda munyumba ya Dr. Water, anaenda iba ekran. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo naweka nukta taarifa zetu za habari. Msomaji wako alikuwa Omari Makelele Ozil.